Hello guys, karibuni katika kipindi chetu cha Get to Know. I'll be your host Amir Muhammad Asmira. Welcome back. It's another year, another season 2. So leo tumebarikiwa kupata mgeni. So jitambulishe, aitwa nani, atikia wapi? Majina kamili yanafahamika kama Mohamed Taha. Mimi ni mkazi katika maeneo ya kaunti ya Mombasa, Shomoroni. Na kwa mwaliko huu kusema kweli nimefurahi na nipo tayari kuweza kupata maswali ambayo tutaweza kujadiliana pamoja na studio hizi. Hivyo basi ningependa kutoa shukrani. Sasa unasema mzaliwa wa Mombasa, Kabisa. Kazi wa Shomoroni, si ndio? Ndio. Give us a bit of your history. Umesomea wapi? Utotoni kulikuwaje? Maisha yangu naweza sema kwamba hayakuwa maisha ambayo alikuwa ya tajriba ya juu ama tajriba ya chini, ila nilipoanza katika shule ya msingi, nianze kwa ya msingi ambayo nimesoma Coast Star Academy inayopatikana katika maeneo ya Kisauni. Coast Star Academy nimesoma kuanzia darasa la 2 mpaka darasa la 8, nikamalizia huko na nikafanya mtihani wangu wa kufunga kabisa hiyo chapter ya mambo ya swala la shule ya msingi. Nilipokuwa sasa nataka kuendelea katika tajriba hii katika huo muda wa kuanzia darasa la 2 mpaka darasa la 8, kulikuwepo na changamoto kadhaa, na pia mimi kuweza kupambana kivyangu haikuwa rahisi, kwa sababu nimezaliwa katika familia ambayo watoto wa kiume ni 2, mimi na ndugu yangu, na dada zangu ni 3. Kwa hiyo unapata environment yangu ilikuwa na watoto wa kike wengi, ila ilikuwa naweza kujizatiti ili niweze kujika kama kiume. Na niweze kusema ya kwamba sikutarajia kwamba nitaweza kuwa mtangazaji, bali nilianza na kuwa ndoto za kuwa na matumaini ya kuwa daktari, kwa sababu ilikuwa kwa nyanya yangu mzaa wa mamangu ambaye alikuwa na shida ya mgongo. Na hata nilipokuwa nafunga safari kwenda kuanza kidato cha kwanza katika maeneo ya Nakuru, shule inayofahamika kama Anesta Victory Boys Lanet, huko maeneo ya Bahati, nilimwahidi na nikasema kwamba nitakuja nyumbani na skills za kuwa na kufanya udaktari ili niweze kuja kukutibu wewe nyanyangu. Unaona? Ila katika safari hii niliweza kupendezewa na the likes of kina Swali Mdoe, kwa sababu naamini ya kwamba hao ni watu nimewaona kuanzia wakati nimezaliwa na kuanzia wakati nimeendelea kuwa katika safari hii. Nimewaona kwa TV sana. Kwa hiyo ninasema ya kwamba chenye mwanzo kina mwisho. Ila si ati nasema hivyo kwa sababu ati ataondoka. Obvious ataondoka ndio, lakini wanaoingia ni kina nani? Ni vijana ambao ni sisi. Kwa hiyo nikasema ya kwamba position hii itakuja kuwa yangu siku moja, ila tu nitakapoendelea kujipa jitihada siku zote ndio kudura. Na nikasema kwamba nitapambana hata kama umri wangu ulikuwa bado ubavu wa shingo hujanitoka. So bana, nikasema bwana, nimeenda kidato cha kwanza Nakuru bana, kwenda huko napatana na wabara. Si unajua venye wabara venye wako, hizi sijazoea maisha kama haya. Akasema hapa sasa itakuwaje? Na napatana na watu wanaojua kutangaza. Kwa kweli mimi lugha mbili za Kiswahili na Kizungu zilikuwa sawa kabisa, nilikuwa tu sawa, ila Kizungu kwa kweli kwa kinanipiga chenga, kwa sababu sijakuwa mzoefu wa kusoma vitabu. Nikaanza kusoma vitabu, nikapitia vitabu, nikavipitia kama vyote ili kuweza kufikia kiwango cha kuweza kuwa mwanahabari. Historia alhamdulillah ilikuwa kichwani, kwa sababu ni kitu napenda kufuatilia katika maisha yangu siku zote, ni historia. Kwa hivyo kwenda kidato cha kwanza, nakumbuka nilipoadmitiwa 2019 form 1 tarehe 7, nakumbuka kabisa ni kama ni jana. Ilikuwa Jumanne tarehe 8 ambayo ni Jumatano, niliweza kupata mtu amekuja katika darasa langu. Nikawa ni kama wananichunguza. Unaona, kumbe kunaye wanafunzi katika darasa langu alikuwa ananichunguza. Ni mwanahabari, lakini wa kidato cha 3 alikuwa anapenda kwa kidato cha kwanza kutafuta wanahabari wengine awaingize kwa ile club ya journalism ya hiyo high school. Sasa nilikuwa najibu maswali ya mwalimu ya Kiswahili na Kiingereza, anaona lugha yangu ni kama iko mufti kidogo kusema ukweli, kwa sababu alikuja tena Ijumaa
na script kwa mkono, akaniambia najua nafahamu umemaliza siku 3 tu na tungependa utusomee habari. Tuko na habari leo, ni Ijumaa na habari za leo za Kiswahili na tutakuwa na assembly, so nakuhitaji utusomee habari. Mimi nikamwambia ndugu yangu, ndio nimekuja shule, hata sija adapt baridi yenyewe, hata sijaizoea baridi ya Nakuru. Nasema mtakuwa mmenipatia mtihani. Kitu ambacho siwezi sahau chenye aliniambia ni kwamba siku zote taa ikikumulika na ukionekana unang'aa, basi toka uweze kung'aa zaidi. Akaniachia script akaenda. Mzee nilikaa nikasema uoga ukanijia. Nikaanza kukumbuka kuna wakati nilipokuwa primary nilikuwa napenda sana kukaa na watu na nilikuwa mzungumzaji mzuri. Ila watu walikuwa wanapenda sana kuniambia unazungumza sana, unaona. Lakini nikasema nakuja kupunguza, after all mwanaume afai kuzungumza sana. Lakini nikasema kama ni kipaji hakiwezi nitoka, basi mbona nisikitumie kupatiana information kwa watu huko nje? Kwa sababu ukipatiwa kitu na Mwenyezi Mungu ukikitumia, basi naamini kwamba katika hii dunia chenga nyingi za maisha hazitakupata. Nikanyanyuka dawatini nikaenda nikatangaza habari yangu kwanza kutangaza katika hiyo shule. Kulikuwepo na wakubwa hiyo siku, hata hawakuniambia. Niliweza kupata msisimko, lakini mtihani ulikuwa maana yake nimepewa script sahihi na nimepewa dakika 10 tu. Ana script ndefu sana ya Kiswahili. Nakumbuka huo wakati ulikuwa nakaribia wakati wa Shakahola. Na habari hizo nilipozisoma kuna mahali nilikosea nikasema Shakahola, lakini sasa badala ya kusema Shakahola nikasema Sakahola. Ile nivunja moyo, lakini niliweza kujikaza niendelee kusoma hata kama wenzangu walinicheka kwenye gwaride hilo. Nikasoma nikamaliza. Bado nikapiga makofi cha ajabu. Lakini nikasema nimeharibu. Wakati mwingine upatana naye siku ya pili, nikamwambia ndugu yangu, tafadhali nakuomba isijirudie. Kijana akanifuata tena akaniambia, uwezo uko nao na ukichoka utatamani sana mtu akutafute tena, maana yake siku zote ukitafutwa unacho cha maana. Hivyo nikapambana. Darasa cha pili nikawa napanda daraja polepole, nikapewa mpaka cheo. Sababu mimi ni mtu ambaye huwa anasema nilipokuwa high school nilikuwa na mambo mawili tu makuu yenye ilikuwa nimeazamia, ambayo ni kuwa mwanahabari lakini mwana reporter, na pamoja na malenga niko na mashairi 36. Ila kwa sasa sijaweza kuya implement sana, kuyaweka kwenye mtandao, lakini niliacha legacy ya kuwa malenga. Nilikuwa najiita babu, ama ukipenda pia malenga wa nchi kavu, kwa sababu naishi Mombasa. So nikasema hilo ndio jina litakalonifaa wakati nilipokuwa huko. Nikawa sasa nilipokuwa hapo high school nazoea maziara hayo na kuweza kutoa huo uoga kabla sijakuja nje, ili niweze kupambana katika chuo kikuu. Bado na balance masomo na journalism, kwa sababu nilikuwa naandika script. Natamani hata Ijumaa ifike nisome habari. Natamani hata hiyo Jumatatu ifike nisome habari, kwa sababu ilikuwa inaanza kuniingia damuni polepole kadri siku zinapozidi kusonga. Kwa kweli changamoto zilikuwepo. Wapo watu walikuwa wananiambia vile lawyers huwa wanaambiwa for you to become a lawyer mpaka utafikia kiwango cha uzee ndio uweze kuwa umesoma ndio wewe ukuwe lawyer. The same way walikuwa wanasema wanahabari wengi wao unawaangalia ukiwatizama utapata kijana pale. Lakini mimi nikasema ya kwamba ipo siku na muda ni mimi niendelea kutia bidii katika haya maisha, na huwa naamini ya kwamba sahani kavu hailiwi ila inasuzwa na inaregeshwa kwenye kaure. Nikasema bwana acha niendelee kupambana. Nilipomaliza kidato cha 4 nikafungua YouTube channel. Sasa kuifungua ikawa na 0 subscribers, 0 videos, kila kitu ndo naanza. Mamangu akaniambia una uhakika utaweza kupambana nayo? Kumbuka umri wangu mimi ni mdogo sana, na huwa nasema katika haya maisha I want to become the best journalist, but sasa si best, youngest best journalist in Kenya. Na kufikia katika hicho kiwango ningependa nianze na nyumbani ambapo ni Mombasa, best journalist lakini mdogo. You know, that's the thing, kwa sababu hata nilipomaliza kidato cha 4 2022 bado nilikuwa katika umri wa miaka 17 tu, lakini bado nilisema nitaenda na nitatetemesha ardhi niweze kujua kwamba nipeane mwongozo, hata kama mimi ni mdogo, wakubwa zangu watanisikiliza, bora tu heshima iwepo. Kwenda Mount Kenya katika umri wa miaka 18, hata bado sijachukua, nikaanza
kupiga piga hivi na hivi, kuingia hapo ndani ya shule. Nikapata studio. Hizo ndio kwanza nilitafuta. Nikasema nataka kuja penye studio zipo. Nataka kujua ili niweze kwenda kuanza mambo yangu. Uzuri nilipata mwalimu ambaye alipenda bidii yangu, kwa sababu classes za Mount Kenya pale za journalism huwa ni sana sana saa 11 mpaka saa 2, sababu wanahabari wengi wenye wanasoma pale ni watu wako na kazi, kwa sababu kazi zao huwa ni za kuanzia asubuhi mpaka saa 10. So anapata kama muda wa saa moja ili aje darasani. Lakini mimi nilikuwa nafika shule saa 4 asubuhi, najinyima kula ili niweze kupambana katika hili jambo. Mwalimu ananiambia bwana, twende lunch. Naambia hapana, nataka kuchukua hiki mpaka nijue nini, nataka kufanya hiki mpaka nijue nini. Nilikuwa mwana mzuri, lakini tatizo ilikuwa ni sauti. Nilikuwa napenda sana kumuiga mwanahabari anayefahamika kama Gatete Njoroge. Na nilipokuwa nikisoma hiyo habari katika chuo, katika shule ya upili, nilikuwa napenda sana kumuigiza hiyo sauti yake. Nilipokuja huku nje mambo kumbe ni tofauti. Kaambiwa, Mohamed, if you want to go far, be unique. Manake mimi nilikuwa niko hapo nikiripotia kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Mohamed Saha. Sasa hiyo ilikaje ikawa yangu, lakini before ilikuwa sasa Mohamed Saha Mo TV. Sasa unaona kuna ile na muiga. Nikaambiwa be unique, na sauti yako hata mtu akiwa ndani ya matatu, hata kama hajakuona, akisikia sauti anajua ni mtu fulani, kuliko mtu akufananishe na Gatete. Mimi hata labda wakati huo ukiingia atakuwa shatoka. Kwa hiyo nilikuwa na skills mbili tu, ambaye ni mambo na malenga na reporting. Nilipokuja nilisema nikitaka kuendelea ni nini nitakachofanya. Nikiangalia sasa hii industry imetawaliwa na citizen journalism. Mambo ya TikTok, mambo ya Facebook, kila mtu yupo kwenye mtandao, kila mtu simu iko mkononi. Nikasema natakiwa nijue kila kitu when it comes to journalism. Kwa hivyo nilipoenda pale, nilihakikisha by semester 2 zimeisha, nafaa nijue kupiga picha, nafaa nikuwe a very good videographer, a very good editor, producer, director, and at the same time a very good host, ama a very good broadcaster. Hivyo vitu vyote nilikuwa nafaa kuvitimiza kabla sijaingia, ama kabla mwaka wa 2024 hujapenduka, sababu nilianza 2023 Mei. So nilikuwa na semester 2 tu. Ilibidi nijikaze, nirauke shule, nishinde hapo mpaka saa 11 tena niingie darasani. Nikaanza mambo na editing, nikadeal na editing, nika socialize na kina Adobe and all those other things. Nika perfect sauti yangu, nikajitafuta. Manake ilikuwa ilibidi niendelee kujisikiza kila siku mpaka sauti yangu ikarudi. Sababu hiyo sauti ya Gatete ilinitawala miaka 4 nilipokuwa katika shule ya upili. Bwana, ilikuwa ngumu bana. Sauti irudi. Yaani unaweza sema ni kitu cha kawaida. Unaambiwa yani piga story ama ongea vingi unavyoongea tu kama kawaida, lakini ile mazoea. Nikaja nikajua mazoea na tabu bana, nikajitoa kabisa. Nikasema sasa niko sawa. Nikaingia katika mkondo mwingine wa photography. Nikajifunza sasa mambo ya kamera vizuri, nje ndani nikaijua vizuri, na videography nika gain stability uzuri bana. Mimi si mtu wa vileo, so nikasema stability itakuwa. Unaona? Hivyo nikajikaza, nikaweza kupata experience mapema. Alhamdulillah nikatoboa. 2024 ilipopinduka, nilikuwa hata nishaanza sasa kuwa yule mtu paka anathaminiwa na watu wenye nilikuwa nimewapata hapo ndani. Sababu wao ni watu ambao wako busy, maybe hawapati huo muda, lakini mimi muda niko nao niliutumia vizuri. Paka nikawa nasema okay, wakubwa zangu nitawafundisha, lakini bado vile huwa naamini kwamba niliendelea kujifunza through wao, kwa sababu nilikuwa naendelea kuwafundisha hiki na kile, pia mimi nilichofundisha nazidi kujinoa kila kukicha. Unaona? Hivyo nikaja nikapata title katika shule yetu ya Mount Kenya, nikawa the best journalist 2023. Alhamdulillah. Na Mount Kenya hata wakiwa na events zao, mimi ndo mpiga picha wao, mimi ndo editor wao. Na hata broadcasting yangu pale mwanzo nilipokuwa nimemaliza shule ya upili, nilipoifungua news yangu ya kwanza, nilishoot hapo kwa hizo studio za TV47, ambayo nilikuwa news ya maandamano. Nakumbuka huo wakati kulikuwa na maandamano, hata ilikuwa inafanyika hapa Posta kama sijakosea. Ndio. Hivyo nikaja nikaanza kugrow pole, subscribers wakawa wanapanda, leo 2, kesho 3, 1, hivyo pole. Na kwenye mtandao wangu pia najaribu kuendelea kubalance pamoja na mtandao wangu na masomo yangu, sababu siku zote nikisema nazamia pale nitakuwa naharibu masomo yangu nayo pia, kwa sababu pia najitakia mazuri masomoni.
hivyo nikabalance. Changamoto zipo maanake unatuma link kwa group, mtu anakuambia bana unatumia nini, unatumia hiki nini hiki, mimi si fan wa habari, bana we tutaangalia TikTok ama tutaangalia mambo yako. Haikuwa rahisi, ilibidi tu nijikaze kwa sababu mimi mtoto wa kiume nafaa kupambana, unaona. Ndio hivyo, siwezi taka kuzungumzia mengi kwa kifupi na marefu na mapana, ila hiyo ndio historia yangu. Kitu gani kinakupa motisha kuendelea kufanya unachokifanya? Motisha ipo. Kinachonipa motisha ni kwamba wazazi wangu kwanza wananithamini, wanasema wananipa moyo niendelee kupambana. Ila motisha ipo kwa sababu nikiangalia mwanzoni nilipoanza, hata ninaposhika ile mic nilikuwa natetemeka sana. Kwa sababu gani? Sikuwa nimezoea jicho lile la kamera. Unaona? Kwa hivyo inanipa motisha kwa sababu nimegain confidence. Yani kitu cha kwanza, fluency when it comes to my language imeendelea. Nikisema napambana na Kizungu peke yake, napiga Kizungu mwanzo mwisho. Kama ni Kiswahili ni vile sasa nimelegeza kamba, unaona. Lakini hivyo vitu vinanipa motisha. Comments za watu pia pale kwenye mtandao wa kijamii, mtu anakuambia umefanya vizuri hapa hujafanya vizuri, nachukua nasema okay, nimekosea hapa, acha nipambane na hii, nipige rangi, alafu niangalie ile nyingine nitaendelea kuipiga rangi kiasi gani. Lakini motisha ipo. Na hivyo nikiona vitu kama hivyo, kupambana napo punazidi na nazidi kuendelea, alhamdulillah. Watu wanasema unachokitafuta utakipata. Naam, kweli kabisa. Si ndio? Ndio. Na mpaka utake jambo ndipo nalo pia litakutaka. Kweli. Si ndio? Kabisa. Kwenye challenges, si katika hizo changamoto. Naam. Na kitu gani ambacho kila mtu akona kile kitu kilimfisha moyo mpaka kaona message tena? Jambo gani ambalo kufanyia? Jambo lililonifisha moyo, mambo mawili ambayo siwezi kusahau. Kuna wakati nilianza kipindi cha mambo na advertisements, pure advertisements. Nikawa nimeahidi watu kwenye mtandao nitakuwa nikiwapostia baada ya kipindi fulani. Sasa kuna wakati nilikuwa nafaa kuedit very fast, nikimaliza ni post. Nikapata ni kuedit kwangu kwa hiyo software, laptop ikafanya kama vile imecrash. Sasa kwa social media nikaonekana muongo. Zile comments zinakuja sio kupitia katika mtandao wangu kabisa, kupitia hata kupigiwa simu, kwa sababu niliandika kabisa, nikaandika nitakuwa nikiwaletea, nikapeperushia moja kwa moja, nikaandika mpaka namba yangu 07, nikaandika. Nikawa napiga simu, bana wewe unafaa kupeperushia kitu fulani, tunakisubiri bana. Mwingine anapiga. Sasa maneno ya watu hapo ndani yalinifisha moyo. Nikawa sasa nahisi ni kama nimechanganyikiwa, maana yake kwa masaa imepita, niliwaahidi watu na masaa yamepita. Nikasema ama niache. Unaona? Lakini nikajiambia chenye mwanzo kina mwisho, sawa. Lakini mimi sitaki kuhukumiwa hapa. Sasa nifanyeje? Nitaonekana muongo hata siku nyingine nikiwaambia hivyo, watanichukuliaje? Unaona? Nikaendelea kujipa moyo kwa watu wengine ambao waliendelea kuniamini kama wazazi wangu, lakini watu ni wale tu. Watakupigia nao watakwambia bana wewe muongo bana. Wewe unatuambia kuna kipindi saa fulani, alafu hiyo saa ikifika hatukioni kwenye mtandao, sisi tunaenda tu huko tunapata hamna kitu umetuwekea. Unaona? Nilijihisi ni kama yani nimeharibu pakubwa, sababu hapo ndo nilikuwa nakuja. Alafu kitu kingine cha pili ambacho kilinifanya karibu nife moyo, although lakini sio sana kama hiyo ya kwanza, ni hiyo kwamba unafanya kitu alafu kuna mtu naye anakuja anakuhakia system kwa sababu hataki uendelee. Kwa kweli nilikuja kuhisi kwamba mwanadamu ni yule, sote ni wanadamu ndio, lakini umhakie mwenzako system ashindwe kuendelea. Kama Instagram yangu kuna wakati ilifanywa hivyo, na mimi nilikuwa bado naendelea kutumia sana. Instagram ndo nyumbani kusema kweli. Mimi hata TikTok maybe unaweza pata interaction yangu iko chini. Lakini alinifanya ni feel like nafaa kuanza tena. Nianze tena sufuri, hamna. Nifanye nini? Nikangangana kadri niwezavyo kuirudisha. Lakini alinifanya nihisi ni kama nafa moyo, kwa sababu hapo ndipo ninapotumia, hiyo ndo njia yangu ya kuongea na watu wangu, kuwaambia tupatane muda fulani, saa fulani, kipindi fulani.
Unaona? Alafu leo hii unakiondoa. Ni sawa sawa na mtu akuondoka akutoe kwenye kazi yako, na hapo ndipo unapopata kipato chako. Unaona? Hata wewe utahisije? Unaanza mwanzo kuanzia square one. Nikapambana, nikafungua accounts zingine 3. Kwa hiyo sasa hivi kwa jumla niko na accounts 4 Instagram. Unaona? Hizo 3 zilikuwa backup, nikawa nazitumia, lakini sio sana. Nikaja kitambo ni retrieve account yangu nikarudi online. Lakini kurudisha haikuwa rahisi. Lakini hivyo napambana kwa kweli. Na umri wangu mdogo tu. Napambana sana. Who's your support system? My support system. Support system kwa kweli sina. Unaona, nafanya vitu peke yangu. Team yangu ya MoTV ya sasa, hiyo channel yangu ya kwenye mtandao huu wa kijamii, wanafunzi wenzangu katika chuo kikuu cha Mount Kenya, my fellow journalists, waliamua atanishika mkono. Mmoja atashikilia kamera, mwingine atafanya hiki, mwingine atafanya hiki, wanisaidie tupambane kwa hii production. Lakini huwa najisupport. Wazazi wangu pia nao wanacheza role kubwa sana. Unaona? I'm playing my part, nafanya collaborations na watu, na hao watu ambao nimesoma nao ndio walioniamulia kwamba bwana wewe saha ukiwa na kitu fulani mimi nitafanya kwa kamera, mimi nitafanya. Tukafungua hata group vile, unaona, tunasaidiana kimawazo. Unaona? Lakini support system, mzazi wangu yupo, na yeye mwenyewe pia, baba na mama wote wapo kunipapasa mgongo niweze kuendelea, kwa sababu mambo ni mengi nitakayoyapitia hapo ndani. Competition iko kubwa sana. Na si ati competition iko kubwa kwa watu wengine na mimi. Hapana, kwa sababu mimi siko kushindana. Mimi kwa kazi yangu na kufocus na kuendelea na mambo ya mbele, kuangalia ni nini watu wanataka sasa hivi. Lakini competition iko baina ya mimi na watu wangu. Sababu utapata mtu leo hataki content yako na atakwambia live mimi sitaki. Unaona? Lakini unatafuta kitu cha kusisimua, maana yake ukisema unakuwa serious muda wote, muda mwingine huwa hainogi. You're a young journalist. Umependa taaluma ambayo in a lot of competition. Kubwa sana. In a lot of competition. Kila mtu siku hizi akishika simu ni mwanahabari. Kila mtu akiingia mtandaoni live pia na information. How do you feel about it? Mimi nasema kitu kimoja. Kilicho chako ni chako. Sababu siku zote kuna yule ataweza kukifanya vizuri zaidi, kuna ataweza kukifanya vizuri, na kuna mwenye ataweza kukifanya. Hao ndio watu tofauti. Kwa hivyo huyu anayekuja tuseme kwamba yeye anajua kwa maybe kutangaza, lakini ethics za kutangaza hana, ama kitu fulani hajui. Unaona? Kwa hiyo naamini ya kwamba siku zote utakapopata ile elimu na unapogawanya kwa wenzio, ama vile wenzako wanavyofanya, pia nao wanaamua pia nao wajiunge. Mimi wanasema ya kwamba maintaining professionalism is the best top notch way to go, like the way I always keep it professional. Kwa sababu I keep it professional at the same time nacheka na watu, si ati nakula suti ama nafanya sudini, hamna. Unapata ile interaction yangu na watu niendelea kuiongeza, kwa sababu hao watu ndio watakao niinua, kwa sababu viewership yao, interaction yao. Nikifanya podcast na mtu, unaona, kutakuwa na tofauti kubwa kati yangu mimi na mtu mwingine ambaye ameamua kuingia katika race na mimi, kwa sababu mimi mwenyewe huwa nasema kupambana kwangu hakutakuwa sawa na kupambana kwa mtu mwingine. Swali langu, umeeleza hisia zako, how you feel about this career. What's your specialty in the journalism industry? Kwa sababu ndio media industry is good na the cake is so big, so uwezi kuwa presenter, uwezi kuwa cameraman, uwezi kuwa nani, uwezi kuwa kila mtu, lakini there's that passion, kile ule ubora wako zaidi ni upo katika taaluma hii ya wanahabari. Taaluma ya wanahabari, ubora wangu zaidi ni rank nambari 1 ni kwa upande wa kamera, videography stroke photography. Hapo niliweza kuzamia sana, kwa sababu iliweza kunisisimua na kuweza kunifurahisha zaidi, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho mimi naona ya kwamba it's very flexible kwa industry ya sasa hivi, si ya vijana tu bali industry yote kwa ujumla. Unapojua kuoperate camera can give you a lot of when it comes to say kitu kama hela, na pia inakupa ajira yenyewe. Kamera inakupa ajira yenyewe.
unaona. Kwa hiyo wanaonaga hicho na kitu ambacho mimi kwa kweli nimeweza kukifanya vizuri na naweza kukifanya vizuri zaidi. Hicho ndio kitu ambacho naweza sema apart from all those things. Unajua umeingia katika taaluma watu wamekataliwa sana bana. Yule cameraman nimesimtaki bana yule. Mimi mwenyewe shapata chance kama hivyo. Hana pesa yule bana. Hana pesa bana. Hujawahi hisi umeingia cha kike. Kuchagua taaluma. Cha kike bado. Kwa sababu hiyo taaluma watu wengi wananifahamu kama mwanareporter na mwanahabari. Watu wengi huwa hawanifahamu hivyo sana. Kasoro Mount Kenya University manake hao ndio nao wapigia picha program zao, wapigia picha vitu vyao. Lakini taaluma hii nitakuja kuiendeleza, sijakataa, ila natafuta kamera za maana ili niweze sasa mimi kuzamia kwa back the stage. Front of the stage right now nishazoea, alhamdulillah, nafanya hiki na kile, lakini nitakuja kuendelea zaidi kufanya documentaries of how I will be shooting sasa vitu, na lazima nitafute kamera zenye ziko na quality, nitafute drone and all those things, nipate license na kila kitu. Lakini wanaamini chenye mwanzo kina mwisho, lakini sasa mimi kwangu chenye mwanzo kinaendelea. Hivyo ndio mimi ninavyoamini na hivyo ndivyo ninavyo jipropel kuendelea katika haya maisha. Lakini kwa sasa nitaendelea kuzamia mambo na mambo utangazaji, kwa sababu pia ni kitu ambacho mimi nataka sana pia kufanya. Lakini photography hicho ni kitu ambacho nakifanya vizuri zaidi. As a journalist. Yes. Most journalists, your journalism is a career where people face rejection. People face ule kutoaminiwa au kutokubaliwa. Kwa sababu kweli kutokubaliwa, acha urongo. Kuna urongo na kuna the fact that entrepreneurship. Unajua sasa how I get it from you, most of the thing you are advertising or you are someone volunteering to get the platform. Yes. Sawa. Yes. Hujahisi kutumiwa kwa njia gani? Kwa sababu as a person who is starting or is establishing himself, how I get it from you, kupata experience, pata mimi pia nishaipata hiyo kujitoa watu wa kuone. Sawa. Ndio ongeleni swala la watu kutumia. Unajua yule njoo tampa tu kitu bana, tampa 1000, tampa kama advertise ya keke, tampa keke ende nayo bana. Ukija takupa 200 fare kutikiti tu. Ongea swala la watu kukutumia kwa sababu wanakuona pengine bado hujaji establish vizuri. Kwa swala la kutumiwa sijaipitia kwa sababu ya kitu kimoja. Kama vile nilivyosema hapo awali, kujiweka professional. To an extent that mtu hata akifikiria kukutumia anafikiria mara mbili kabla hajafanya hivyo. Kwa sababu ya vyenye wewe unavyojiweka. Sawa, unaanza anaweza kukutumia kweli, lakini atakutumia kwa njia gani? Unaona? Kuna mwenye atakutumia na bado itarudi. Kwa sababu itarudi vipi? Utaongeza viewership. Amekutumia, amekucredit kazi yako na bado pia amekupatia kiwango ambacho maybe unaweza sema ya kwamba kiwango ambacho si cha dharau, ama maybe amekwambia nimekuita fanya hiki na hiki na hiki, lakini huyo mtu mwenye amekupatia hiyo kazi atakucredit vizuri to an extent that una grow, ana grow. Si ati yeye ana grow wewe bado uko pale pale damu imelala. Hiyo nayo kutumiwa, mimi naweza sema kwamba ipo kwa watu wengi, especially watu wanaanza, huwa tunatumiwa sana muda mwingine. Ipo wakati mimi nimejaribu kutumiwa, lakini nili twist, kwa sababu mimi hicho ni kitu ambacho siwezi kubali. Ndio maana mimi huwa napenda sana nifanye vitu tofauti na wengine. Sawa, mawazo yanaweza kuwa yanalingana, lakini watu sometimes unapata content pattern kwa social media zinafanana, difference ni kidogo, lakini unapata ile jinsi wewe utakavyojiweka ndio jinsi utakavyotumika na kiwango gani ambacho mtu atakupata kwa urahisi ili aweze kukutumia. Sasa kwa kutumiwa bado sijaweza kupitia kitu kama hicho. Nimegrow nikisema ya kwamba mimi nafanya kitu na nakifanya na sitaacha kukifanya. So kutumiwa inakuwa ngumu kwa watu wengi. Wapo wanaotaka
lakini huwa ni ngumu anifuate kwa sababu wanajua mimi I deal things and I take things on a level ambayo ni tofauti na watu ambao wanapenda kuanza. Sababu mtu anataka kuanza yeye ataenda tu, atafanya tu, lakini mimi nafanya nikijua ya kwamba I want to achieve something. Nataka channel ya Mo TV si leo, si kesho kutwa. Mo TV 245 itapanda pale kwa TV inshallah, na ndio lengo langu, nitaendelea kuliongoza leo mpaka kesho. Ujangu kuna suti mashallah pendeza bana. Hebu tuambie bana, nani kakuvisha leo bana? Hiyo taa, hiyo saa, Bwana leo hicho kipensi hapo chini. Bwana leo nimejivisha. Leo nimejivisha bana. Unajua mimi sipendi kudanganya. Leo nimejivisha, lakini sana sana huwa navishwa na unapata kuna pale Masjid Konzi kuna jamaa huwa anatengeneza hizo suti. Hata suti yangu inaipenda sana ni ile ya navy blue, watu wengi hata wanajua. Jamaa anaitwa Wajose, yeye huwa anafanya fitting nzuri ya nguo. Mashati yangu mengi nikianunua kama mimi hata fitting yake initoshi, naambia bana Wajose fanya mambo bana, anajua hata size yangu hata shanizoea sasa hivi. Kwa hiyo Wajose pale Masjid Konzi tu hapo kando. Yeye kijana ako sawa, ni kijana mdogo pia yeye, maana unajua sasa sisi wenye nguvu upishwa. Unaona kazi kama hiyo, taaluma kama hiyo akishaizamia kama hivyo, unasema kwamba kijana mwenzako umemwamini na unampatia jukumu hilo la kuweza kukuvisha vizuri. Wanasema bana kwenye mtandao bana, wengine kuchokoza bana, Mo hii ndio suti yako bana peke yake. Sio hiyo peke yake. Nipo nyingi sana. Hata leo hivi nani shai kuniona na nguo? Hamna. Zipo, ila sema hiyo suti naipenda kwa sababu ilikuwa suti yangu ya kwanza, na ndio suti yangu ya kwanza nitangaza nayo the first professional video ilikuwa na hiyo suti ya navy blue ambayo nilifanya full habari. Hiyo link hata iko mpaka sasa iko kwa YouTube yangu ipo. Ni habari moja wapo za kitambo kidogo ya mwaka 2024 Januari. So hiyo suti naipenda sana kwa sababu hiyo siku nilipofanya hiyo habari ilitokea perfect, and it was the first time nilipofanya hiyo kitu professional. Nilitumia katika lugha ya Kizungu na naweza kujivunia kusema ya kwamba it was very fluent, na hiyo siku siwezi sahau. Kwa hivyo hiyo suti hata ikaje kafika wakati haitanitosha, nitaiacha tu ili niweze kuiweka mahali, niweze kuiangalia na nikumbusha mbali. Kwa hiyo utakosha ushafanya mwili mwenzangu kitambi ruka haito kutosha, mama zoezi full bad. Mazoezi hapo, lakini unajua muda mwingine unakosaga muda pia. Unaona mazoezi ukifanya mara moja mbili, leo hii uko hapa unatakiwa kuwa pale, uko na program unafanya, uko na interviews za kufanya, lakini kujikeep fit ni muhimu pia. Lakini mwaka ngapi siache? Mwaka ngapi? Mwaka wangapi? Uko mwaka wangapi kwa shule? Shule nimemaliza sasa hivi, ni mwaka wangu wa 3, na alhamdulillah tunaendelea kupambana. Sasa hivi ni kwa attachment, mambo kufanya hapa na pale, tunangoja pia tuvae ile gauni vile wanavyosema. Unaona, alhamdulillah inshallah napambana. It was nice having you. Swali langu ndio like Zoshi, unajua I see a young ambitious guy yet to face the real life of production out here. Ndio hivyo bado most the production umeface ni ya shule tu, bado hoja face the real life, lakini I like how ambitious you are. It's good. So talk about your leadership skills. Kusema ukweli, high school nime-lead mara 3, especially in talk about campus kwa sababu unajua that's the reflection of what you're going to be, who you are. Achana na ya high school ile pengine ile pressure walimu waweza ukiwa campus you rely pale, ndio mtu msingi wake umeweka, ujirealize ni nani kabisa. Talk about that. So kwenye campus pale leadership sijaweza kuifanya ya kuwa yani kupewa cheo kama maybe secretary general ama sports ama nini, no. Although kuna wakati niliweza kuwa na options za wanafunzi wenzangu, nasema bana wewe ukishikilia mahali fulani utakuwa sawa, lakini mimi azimio langu kwenda pale katika chuo ilikuwa ni kupambana na journalism. I had to give it my all time yote. Kwa sababu gani? Nahitaji kujua vitu vyote 8
nahitaji kujua gani ambacho kinanifaa zaidi na niendelee kupiga rangi kiatu changu cha wanahabari. Kwa hiyo nikasema ya kwamba hiyo itakuja, lakini mimi bado naweza kufanya campaign za yale mambo. Kwa hiyo I'm a leader not of the whole school, but I'm a leader of my own profession. I can do when it comes to leadership skills, I can do like talking with someone, giving someone therapy. Nimefanya sana, ila kwa kiwango ambacho cha mwanafunzi mwenzangu anachopitia naweza kumguide hiki na kile, and they know I'm young than that person, lakini ameniamini niweze kumpatia neno moja ama mbili la maisha. Siwezi sema nimepitia maisha kwa undani ama kwa ujumla, lakini naweza sema ya kwamba ile kufanya research yangu katika deeper level to an extent that naona ya kwamba nikipatiana information fulani kwa mtu inaweza ikamfaa leo mpaka kesho. Kwa hiyo ile kufanya campaign, kwa delegate, kufanya leadership hapa na pale, na kuweza kushikilia doria ya wanahabari aswa darasani, ile kukua a leader of all the people in the studio. Wewe ndio unawasaidia hapa na pale, wamekupatia cheo hata kama hawajakuambia. Hicho ni cheo mimi naamini walinipatia. Ndio maana hata leo hii sipo shuleni, ni kwa attachment, lakini utapata mtu bwana kitu fulani kimekwama, uko available, siko. Okay, sawa basi ni direct, naambia wewe fanya hii. Kimefanya, shukrani, poa. That's leadership. Mwalimu yuko, lakini unaweza pata maybe kama mtu hajamzoea ama mtu anasema bana nitamsumbua, sasa nimpigie moha, unaona sasa hivyo. So I believe I'm a leader to myself and to the people close to me, and hata watu wengine ambao hata maybe uende ikao tunapatana nao kimtandaoni pale hapa na pale. Sababu unapata kitambo mtu akwambie bro you inspire me on something or you did something for me, it is something that I usually say I don't want credit for that, I just want you to know that nilifanya na nashukuru kama leader nilikusaidia, sababu mimi mwenyewe matarajio yangu huwa ni mazuri na naamini ilifanyika kwa sababu kitu ambacho umeniambia ni hicho. Mingi umeongea, lakini keep up with the spirit bro. Thank you mzee. Yani tuambie, tupe maneno labda basi changulize maswali. Hebu between loyalty and money. Loyalty and money. Utachagua gani? Loyalty and money. Loyalty. Kwa hivyo una shida ya pesa ndogo. Shida ya pesa inaweza kuwa, lakini sio kila siku. Inaweza kuwa, lakini wewe unasema siku zote kila siku ni sio kutafuta pesa. Kwa hiyo ukichagua loyalty ni kitu ambacho hakiishi, pesa zinaisha. Loyalty ipo, itabaki kuwa pale. Na ikiisha kwa watu wengine inaisha, lakini kwangu mimi naamini ipo tu sana. Between love and money. Sasa hapo kwa mambo ya swala ya mapenzi na pesa, naweza chagua pesa. Sasa hapo unaona, sababu mapenzi ni kitu kipo, muda mwingine kinaenda kwa sababu ya mambo ya dunia hapa na pale. Wanajenzi kwanza sasa hivi bana kijana mdogo bana, ndevu zipo hizo, wanasema hamsam sio tunazichanga. Huna mtu maana mpaka sasa hii ama bado uko sokoni? Sokoni nilitoka, nashukuru. Unaona sokoni ukitoka unapata mtu kukutuliza akili, ukifanya mambo yako unasema tu mambo yanaenda, wanasema mwedede. Halala ama bado tukaribia, tunagota gogo kwa sababu tunakaribia, ila so mbali sana, lakini mpaka nimalizie azimio langu. Kwa hivyo kama kweli ni mtu ambaye ako serious, atanisubiri kama alivyosema. So yeah. Kwa hivyo wewe tayari ushachukuliwa? Mimi tayari kama vile kifaranga kinavyobebwa vile na tai. So tupe maneno yako mwisho. But tell that young person, because I see you as a young person, ambitious, who is not ready to give up. Tell that young person. Unajua you are at an age kuwa vijana wengi wametoka shule campus, hawajui wafanye wametoka high school, hawajui wafanye nini, pengine grades nzuri. Mtu yuko campus tayari ambaye ile taaluma unayofanya hamna kazi, it's not marketable. Talk to that young person, mwambie, mpe wasia yako wa mwisho. Kakaangu ama dadangu,
atakayeangalia video hii, ningependa kukuambia kitu kimoja. Nguvu ulionayo wewe ni tofauti sana na nguvu ya aliye mkubwa wako kukuliko. Na hiyo nguvu inaweza kukutoa mahali ambapo hukutarajia na ukapanda mahali ambapo watu pia nje hawakutarajia. Hiyo nguvu itumie, manake ujana ni moshi na ukienda urudi tena. Kwa sababu hujui leo yako, hujui kwa sababu leo yako bado pia haijaisha na kesho yako hujui. Kwa hivyo unapopata muda wa kuweza kujinoa, jinoe ipasavyo. Unapopata changamoto, jaribu kukumbuka ya kwamba nguvu yako na changamoto zenyewe haziendani. Hata kama changamoto unaziona ni kubwa zaidi, lakini kama ukijua nguvu zako ni zaidi ya changamoto zako. Kwa hivyo unapotoka nje, hata kama umemaliza chuo, umemaliza shule ya upili na pale umebaki stranded, tafuta kitu ambacho kitaweza kukutoa katika njia ambayo uko sasa hivi katika njia nyingine. Kivipi? Kama kweli maybe wewe uko na azimio la kuwa mtu fulani, jipigie debe mwenyewe uweze kufika pale. Kivipi? Kama maybe changamoto zipo za kifedha, maana kila mtu uko tofauti, unaona. Kwa hivyo wewe hapa nje ukitoka, ile talent yako usiache. Sawa sawa na anayeuza njugu akaja akafungua duka, zile njugu zitabaki dukani kwa sababu ndicho alichoanza nacho. Mimi nilipotoka tu shule kukanyaga hivi nje, nilianza na kutoa video yangu ya kwanza ya wanahabari. Na ndio maana leo hii nikaamua nifungue MoTV na bado naendelea. Even if I deal with photography and videography, mambo ya kutangaza mimi nami sitawaacha. Kwa sababu ndicho nilichoanza nacho nilipotoka tu nje. Kwa hivyo ni kitu ambacho kipo. Kwa kweli, unaona. Kwa hivyo kuwa na ule moyo wa ujasiri, kuwa na moyo wa kupambana, kwa sababu wewe mwenyewe ni mtu ambaye nguvu zipo na watu wanaamini sana akili ni mali na akili sio nywele. Hivyo basi mimi ningependa kukuambia usichoke, kaza kibwebwe na masombo na kila kitu. Whether you like it or not, if you want to be successful, akili yako iweje katika njia ambayo itakuongoza wewe kuwa positive. Hata utakachoambiwa na mtu usikisikilize. Na siku zote usibebe hisia moyoni kama mtoto wa kiume. Hii inaenda kwa mtoto wa kiume. Usibebe hisia moyoni kama mtoto wa kiume. Tumia juu kuliko kifuani. Yangu ni hayo. Tukupata hapo katika mtandao wa kijamii. Mtandao wa kijamii nipo Instagram, Facebook na TikTok. Instagram utanipata kama Damoha 911. Katika Facebook utanipata kama Moha Saha, na katika TikTok utanipata kama Moha the Great. Na katika YouTube ni MoTV 245. So asante sana kwa kubali mwaliko wetu. Mungu azidi kubariki. Shukrani.